Kila mwaka Tanzania huweka historia nyingine katika safari ya maendeleo, safari inayotokana na nguvu, jasho na maarifa ya watu wake. 88 sio tu maadhimisho bali ni taswira ya kilimo, mifugo, teknolojia na ubunifu unaobeba maisha ya Watanzania. Hapa Manyoni, wakulima, wafugaji, wafanyabiashara, wazalishaji na wadau mbalimbali hukutana na kuonesha kile walichokifanya na kile wanachoweza kukifanya zaidi. Ni wakati wa kujifunza, ni wakati wa kubadilishana mawazo, ni wakati wa kuangalia fursa mpya. Mimi kwa jina naitwa Ezereda Mtesi Chitarasita, ni mkazi wa kijiji cha Solya, kata ya Solya, tarafa ya Kilimatinde. Mimi ni mkulima wa mahindi na washauri wakulima wenzangu tulime kwa kisasa na tutumie mbolea ya kisasa. Itatupatia mavuno mazuri kabisa na tutafurahi sisi wenyewe. Naitwa Matonya Joseph Matonya, ni mkazi wa Kibumagwa, lakini zamani nilikuwa mtumishi wa serikali, kwa sasa ni mstaafu. Lakini nikiwa mtumishi nilianza kulima mimi mazao yote. Nilianza na karanga, nilianza na kufuatia mahindi, baadaye nikajiongeza nikaanzisha kilimo cha ufuta. Ufuta umenipeleka vizuri. Ufuta ukanipelekea kuweza kusaidia kusomesha watoto wangu. Kwa hiyo ninachowashauri vijana, limeni, kusoma utabaki kwa msomi, utakuwa kuwa afisa. 88 sherehe ya wakulima, maonesho ya maendeleo na nguvu ya Watanzania inayojenga kesho. Naitwa Ramadhani Hamisi Njoka, afisa ugani kata ya Kikuku. Tupo kwenye shamba la alizeti. Hili shamba tumepanda aina ya rekodi ambao kwa eka moja tunapata kuanzia kilo 800 mpaka 1000, ambayo ni sawa kuanzia gunia 10 mpaka gunia 12. Kuna alizeti kama inavyoonekana ni tofauti na ile ya kienyeji, ambayo ya kienyeji inakuwa na inatoa vichwa vingi, lakini ina kichwa kimoja. Kwa hiyo ni mbegu bora na iliyoboreshwa na mavuno ni mengi ukilinganisha na zile za kienyeji. Wa kienyeji ukivuna unapata gunia 3. Kwa hiyo hii ni bora. Tunashauri wakulima wapande rekodi kwa sababu yenyewe ni bora kuliko zile za kienyeji. Naitwa James Sylvester Kadikilo, ni mkulima na ni mwananchi wa kijiji cha Chikuyu. Hapa kama unavyoona, hili ni shamba langu, lina ukubwa wa ekari 1. Baada ya kupata ushauri kutoka kwa afisa kilimo, nilitumia mbegu ya kisasa ambayo mbegu hii imezaa vizuri na matarajio yangu ni kuvuna gunia 18 hadi 20. Baada ya mavuno, matarajio yangu ni kusomesha watoto, kupata chakula, lakini pia kukuza kipato cha familia. Mimi ni kijana na umri wa miaka 23, lakini pia nimesoma masuala ya maendeleo ya jamii. Lakini ikiwa bado sijapata ajira, nimeamua kuingia kwenye masuala haya ya kilimo, nijishughulishe na masuala ya kilimo. Lakini pia nachotaka kuwashauri vijana wenzangu ambao wamesoma na wengine ambao hawajasoma, naomba tuwekeze kwenye masuala ya kilimo. Kilimo kweli kinalipa. Kilimo kina manufaa mingi na tunajifunza vingi katika masuala ya kilimo. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu, tusikae bure mtaani, tusikae bila kazi, tujishughulishe na masuala haya ya kilimo. Kwa majina ninaitwa Kenani Mkonele Kiswaga, ni mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi katika halmashauri ya Manyoni.
Halmashauri yetu ya wilaya ya Manyoni inajishughulisha sana, wananchi wake wanajishughulisha sana kwenye upande wa kilimo, na moja ya zao ambalo tunalionyesha pale ni matumizi ya mbegu bora za upande wa zao la alizeti pamoja na zao la mtama, na mazao haya mawili yanastawi sana kwetu halmashauri ya Manyoni kwa sababu mazao haya kwanza yanastahimili ukame, lakini yanastawi kwa wingi na yanazaa vizuri sana. Wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni nitoe tu wito kwamba wazingatie sana kanuni bora ambazo zinaelimishwa na kufundishwa na wataalamu wetu walioko kwenye kata na vijiji, kupata elimu bora iweze kuwasaidia katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi, ambazo italeta manufaa kwa nchi yetu, kwa halmashauri yetu, lakini pamoja na wananchi wetu.